Hamjambo mtazamaji wa television Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Leo ni tariki 19 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunakujia na taarifa zetu za habari kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tukiwa katika mji wa Uvira, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, moja kwa moja ukituandikia tutapata nafasi ya kwenda kukujibu. Tunasema asante kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia channel zetu, pia wale ambao wanaendelea kutuandikia wakiwa sehemu mbalimbali. Tuseme asante na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Kile ambacho tutakachokizungumzia katika mtasari wetu wa habari, tutazungumzia zaidi ya wapiganaji 20 wa M23 Twirwaneho Android Red Tabara ambao walikwenda kujisalimisha kwenye jeshi la taifa huko maeneo ya Mikenge, hao wakitoka maeneo ya Minembwe. Hautakwenda kujua mengi kabisa kuhusu kujisalimisha kwa wapiganaji hao. Pia utakwenda kujua vita namna gani vilivyoendeka huko bondeni mwa mto Ruzizi. Utagundua kwa sasa M23 inapatikana wapi na wazalendo pamoja na FARDC wanapatikana wapi, kwa sababu baada tu ya mapigano ambayo iliyosababisha raia wengi kuweza kuyahama makao yao, kwa sasa maeneo ya Kasambura na Biriba inamilikiwa na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Na huko maeneo ya Kirungu tutakujuza kuhusu mapambano makali kabisa ambayo iliyovuma hata huko maeneo ya Bukavu, akataja kuwa Uvira tayari imeanguka, iko mikononi mwa waasi wa M23. Utakwenda kujua mengi kabisa kwa sasa M23 inapatikana wapi huko maeneo ya Kirungu na jeshi la Kongo inapatikana maeneo gani. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu, pia uchambuzi wa habari zetu kwa siku ya leo. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya, niseme asante na karibu kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze moja kwa moja na habari za huko Mikenge. Kutokana na habari ambazo tulizozipata kutoka kwa wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo ambao wanaopatikana huko maeneo ya Mikenge, wakitaja kuwa zaidi ya wapiganaji 20 wa RDF Twirwaneho Android Red Tabara, washirika wa M23, hawa walikwenda kujisalimisha mbele ya jeshi la FARDC tariki 18 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hawa waliweza kupokelewa na jeshi la FARDC kama vile alivyotaja msemaji wa FARDC kupitia yale ambayo aliyozungumza, kitaja kuwa hii ni ishara kubwa ambayo iliweza kusababisha na kuweza kuwasili kwa wapiganaji hao ambao waliweza kutoka maeneo ya Mikenge sana. Tukisoma tangazo ambalo lililoandikwa na bwana Rigen Mbuya akiwa ni msemaji wa FARDC, alitaja kuwa wapiganaji 20 waasi wa M23 pamoja na kundi la waasi la Twirwaneho wanaodaiwa kushirikiana na jeshi la Rwanda waliweza kujisalimisha mbele ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Fizi, mkoa wa Kivu Kusini. Wamekabidhi silaha zao zikiwemo bunduki aina ya AK-47, bunduki nzito za PKM pamoja na roketi aina ya RPG-7 kulingana tu na shuhuda za eneo hayo. Wapiganaji hao kuacha silaha zao na kuweza kuungana na jeshi la Kongo, huku wakitaja kuwa wanayopitia maeneo hayo wanakuwa wanasumbuka, pia wanakosa chakula na mapigano ambayo inayoendelea kila leo. Mara kwa mara mapigano hayo ambayo inayotokea maeneo hayo inasababisha waasi wakianza kujisalimisha maeneo hayo. Jeshi la FARDC limetaja kuwa hatua hiyo waliochukua ni njia moja ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitaka wengine kuacha silaha chini na kuja kujiunga na jeshi la taifa. Wale ambao watataka kurejelea maisha ya kiraia watarejelea, na wale ambao wataungana na jeshi la Kongo wako tayari kuweza kupokelewa, taja hivyo kamanda wa kijeshi maeneo hayo. Tukichambua kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea maeneo hayo, tukujuze kuwa wiki zilizopita tuliweza kuambia kwamba maeneo ya Mikenge, Kalingi na huko maeneo ya vitongoji vya Minembwe, jeshi la Kongo ndilo ambalo kabisa linalodhibiti maeneo haya. Na ukiangalia hapo wanapoanza kujisalimisha, kwa sababu kuna kuwa na ile mtuto mkubwa, kwa sababu Pwezero
Kalingi, maeneo ya Mitamba na vijiji vingine ambavyo vinavyoinukia Minembwe, kwa sababu wako kabisa, wako kama vile wako katikati, licha kuwa wanakuwa na ile hali ya kuanza kuvizia wanajeshi wa Kongo, lakini kila leo wanajeshi wa Kongo wanaendelea kufanya iliwezekanalo ili kuangalia namna gani wanaweza kurekipere maeneo ya Minembwe. Minembwe yote kwa ujumla iko kama vile iko mikononi mwa FARDC, lakini bado hawajaingia Minembwe kwa sababu wangali unachunguza, kwa sababu kuna kuwa na ile ambao wanayohitaji kuwa ni kufanya strategy ili kuangalia namna gani wanaweza kuingia huko maeneo ya Minembwe, kwa sababu maeneo ya Minembwe wanadai kuwa baraia wengi pia nao wakiwa wanashika silaha. Ni jambo ambalo labda wanaangalia namna gani wanaweza kuingia pale maeneo ya Minembwe. Na ukiangalia msimu huu kuanzia mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, kila leo unasikia 13 personnes wanajisalimisha mbele ya jeshi la Kongo, unasikia 20, unasikia 15, unasikia 3, unasikia 5. Hii iko inaendelea kuwapatia nguvu wanajeshi wa Kongo kuonyesha kuwa waanze kuangalia namna gani ya kuweza kubadilika na kuanza kufanya kazi kwa ufaswa ili kurejesha amani maeneo ya huko Fizi. Na unasikia kwamba kuna kuwa na wale ambao waliletwa kwa kinguvu, kuna wale ambao wametolewa huko maeneo ya Goma, kuna wale ambao wametolewa huko maeneo ya Bukavu, wanaletwa wakitaji kuwa wanakuja wanawapeleka kwenye mafunzo sijui wapi, na wanaambia kwamba watalipwa pesa nyingi, lakini wakija sasa sirtere unakuta wanasumbuka kabisa, hawapati hata sanfra, kwa sababu kila leo wanapigana. Kupata chakula ni shida, kupata dawa ni shida, hata maisha inakuwa ni kama vile magumu, kwa sababu hata angalau kuna wale ambao wameacha jamaa nyumbani kwao wakidai kuwa wanaweza kuwatumia kidogo, lakini unakuta wanatumika katika hali mbovu. Ni kujuze ukweli na ni kuhakikishia nikwambie kwamba M23 hailipi hata jeshi mmoja, hailipi hata askari wake mmoja, kwa sababu tulishawahi kufanya interview na wanajeshi wa mingi kutoka Red Tabara, kutoka Android, kutoka Twigwaneho, kutoka AFC M23. Wao wenyewe wanakosha, wanasema kwamba hawapati hata sanfra, na mali yote ambayo wanayoyaiba, yote wanayoyapora, yote inaenda Rwanda, na hiyo ndiyo ambayo iko inawapatia hasira, kwa sababu wanapigana ili wapate angalau kidogo, lakini mali yote inachukuliwa na inaenda huko maeneo ya Rwanda. Nimesikia kwanza kamanda wa kijeshi wa operation Sokola ya pili huko maeneo ya Fizi, ambaye yuko kwenye mapambano huko maeneo ya Kalingi na huko maeneo ya Mikenge na vijiji vingine, ataja kuwa wale ambao wako na silaha, wale ambao wako napigana wa M23, wa RDF, Twigwaneho, wa Android, waweze kuweka silaha chini, waje, watapokelewa vizuri. Na ukiangalia wakipokelewa wanakula chakula vizuri, baada ya kula chakula vizuri ndio wanapata nafasi ya kupelekwa pale maeneo ya Baraka, na wako wanakuwa trete vizuri, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepea kipaumbele, wakikamata adui au adui akijiripoti ni lazima waweze kumhudumia vizuri. Na hii ni faida kwetu, na pia kwa wale ambao wako wanaendelea kushuhudia hili, waweze kujiunga nao pia na jeshi la Kongo kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tutoke huko maeneo ya Fizi tujielekeze hapa Uvira na tupande kabisa huko maeneo ya Kirungu. Maeneo ya Kirungu kulikuwa na mapambano ambayo iliyokutanisha wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo wakipigana na RDF, Twigwaneho, M23, Android, ambao walikuwa wametaja kuwa tayari wamemiliki kijiji cha Kirungu. Kwa wale ambao hawajui Kirungu, Kirungu unapandia maeneo ya Kalimabenge, unapanda mlima ya Mugaja, ukitoka Mugaja unadumukia Kirungu. Na ukiangalia Kirungu ni kama vile kilomita 17 au 18 kutoka Kirungu mpaka Uvira. Kwa hiyo waliweza kuwarepuse mpaka sehemu ambayo wale ambao wanajua maeneo ya Biziba, kuendelea huko, kuendelea Biziba, soko ya ine ambayo inayopatikana huko maeneo ya Biziba, ndipo ambapo waliweza kuwapeleka. Na tukujuze kwamba kwa sasa M23 iko Biziba, wazalendo pamoja na FARDC wanakontrole maeneo ya Kirungu na vijiji vingine hata huko maeneo ya Mugaja na kupanda kwenye milima ambayo inayoinukia Uvira. Kwa hiyo raia waweze kuwa calm, waweze kutulia, kwa sababu hii imeweza kuleta panic mpaka watu wengi wakaanza kukimbia Uvira wakitaja kuwa M23 waliweza kufika, wanakuwa karibu ya kufika Uvira. Unajua kuna kuwa na zile media sociaux, kuna kuwa zile media za M23 ambazo wanakuwa wanaitilize kuangalia namna gani ya kukimbiza watu, kwa sababu ukiangalia wakati tuliweza kukimbia tena hapa, wakati waliweza kufika hapa, watu walianza kukimbia, M23
ingali Kamanyola, wanaanza kusema kwamba tayari imekuwa Uvira, tayari imekuwa wapi. Kwa hiyo wanakuwa na ile hali ya kutumikisha mamedia ili kuhakikisha kuwa wana convaincre watu na kujua kwamba tayari vita vimeingia na wamekuwa karibu, ili kwamba kuweza kwa décourager jeshi la Kongo na waweze kuingia kwa rais. Lakini kwa hiyo raia wamekuwa makini na jeshi la Kongo liko makini. Kwa hiyo muda wote information iko natolewa na kutaja kuwa waweze kutulia, wakae kimya kabisa. Jeshi la Kongo linaendelea kufanya kazi kama kawaida. Tushuhudie vita ambavyo viliweza kutokea huko bondeni mwa mto Ruzizi tariki 17. Vita hivi ambavyo viliweza kuanza kabisa asubuhi mapema, kati ya wazalendo na jeshi la Kongo wakipigana na M23 pale maeneo ya Kabunambo. Nilikujuza kuwa walikuwa wanamiliki maeneo ya Kasambura na Biriba. Jeshi la Kongo lilikuwa liko Runingu, Mikamba na kuendelea mpaka maeneo ya Kimuka. Lakini kwa sasa baada tu ya mapambano hayo ambayo yaliweza kutokea, waliweza kuwatoa maeneo ya Kasambura, wakawatoa na Biriba. Kwa sasa wanapatikana Kabunambo, na hiyo wakipigana tena kutoka Kabunambo moja kwa moja wanaweza kuingia Sange, kwa sababu kutoka Kabunambo mpaka Sange ni kama kilomita 2 hivi tu na mji wa Sange. Hivyo ndivyo habari ziliweza kueleza na kutaja kuwa kuanzia Kimuka, Ndunda kwa sasa na pale maeneo ya Rusabagi, jeshi la Kongo na FARDC ndio ambao wanapatikana maeneo hayo. Kwa hiyo raia wengi wa maeneo hayo, Ndunda, Rusabagi, Kaberagule, Rulimbi, Kigurwe, Nyamoma, tayari kabisa waliweza kukimbia maskani yao kwa sababu walihofia hali ya woga na pia risasi ambazo zilikuwa zikirindima maeneo hayo kuanzia tariki 16, kwa sababu waliweza kuiba ngombe pale maeneo ya Nyamoma. Niliweza kutolea nayo hapa ni kuonyesha kwamba waliweza kuiba ngombe, kwa sababu ukiangalia M23 wakati wanataka kuondoka nafasi hawawezi kuondoka bure, ni lazima waende wanaiba ndio wapate nafasi ya kuweza kuondoka. Kwa hiyo mpaka sasa kimya iko, lakini kuna raia wa Runingu ambao waliweza kukimbia, na pia baadhi yao wale ambao waliweza kuumia waliweza kupelekwa Sange ambapo wanapata matibabu, na wale ambao waliweza kuumia upande wa Runingu waliweza kupelekwa Uvira ambapo wanaendelea kupata matibabu. Mtazamaji wa televisheni yetu, ikiwa unaendelea kuwa pamoja nasi, ni kuombe moja tu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na moja kwa moja katika hali tu ya kumalizia taarifa zetu za habari, na pia kutokana tu na habari ambazo zinazosemekana kuwa vita vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari zetu zilieleza huko maeneo ya Nyamutiri, maeneo ya Lemera na nafasi nyingine kuna kuwa hali ambayo inayotokea kila leo, wakati raia kabisa walitaka kukimbia baada tu ya kutaja kuwa M23 na wazalendo huenda wanaweza wakapigana kwa siku hizi mbili, ambapo kabisa habari bado hazijakamilisha, lakini tunaendelea kufuatilia. Tutakuja hapa ili tena tukupe habari zetu kila leo ambazo zisizokuwa na kasoro. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Katika habari zetu ambazo tulizozungumzia kwa siku ya leo, tulizungumzia kuhusu wapiganaji 20 wa RDF Twigwaneho, Android na Redi Sabara M23 ambao waliweza kujisalimisha mbele ya jeshi ya taifa tariki 17 mwezi wa 3 mwaka 2026. Pia tuliweza kuzungumzia vita ambavyo vilivyoripotiwa maeneo ya Kirungu. Tulikujuza kwa sasa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kudhibiti maeneo hayo, na pia tuliweza kuchambua kuhusu vita kati ya M23 ambavyo vilivyotokea huko maeneo ya bondeni mwa mto Ruzizi. Kwa sasa kijiji cha Kasambura na Biriba kiko mikononi mwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo baada tu ya mapigano ambayo iliweza kuanza asubuhi mpaka saa 6 za mchana. Niseme asante kabisa kwa wale wote ambao waliweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki, nikutakie mchana mwema na jioni njema kwako. Kwaherini. Thank you.